Hivi unafahamu ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni? Na hivi ndivyo maajabu ya Firauni yalionekana huko nchini China. Karibu kusikiliza makala hii fupi ambayo ilitengeneza historia kubwa ya jamaa mmoja aliyefanikiwa kuua zaidi ya maelfu ama mamilioni ya raia wa China na bila kupewa adhabu yoyote, huku baadhi ya raia walimuona kama ni shujaa wa nchi hiyo. Kati ya miaka ya 1959 hadi 1961, China ilipitia moja ya majanga mabaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mwanadamu. Njaa kubwa ya China haikuwa njaa ya kawaida ya ukame tu, bali ilikuwa mchanganyiko wa sera mbaya za serikali, hofu ya kisiasa, uongo wa takwimu na mateso ya raia wasio na hatia. Kati ya mwaka 1958 kiongozi wa China ambaye alifahamika kwa majina ya Mao Zedong alianzisha mpango uitao Great Leap Forward. Lengo lake lilikuwa kuibadilisha China haraka kutoka taifa la wakulima kuwa taifa la viwanda. Lakini ndoto hii ilileta faida kwa serikali na kuwa jinamizi lililowamaliza raia wa China bila kujali chochote. Wakulima walilazimishwa kuacha mashamba yao na kujiunga na jumuiya za lazima, communing, yani umoja. Mazao yalichukuliwa na serikali kwa madai ya ziada ya uzalishaji. Maafisa waliogopa kusema ukweli, hivyo waliripoti mavuno ya uongo. Serikali iliendelea kusafirisha chakula nje ya nchi wakati watu wake wanakufa kwa njaa. Maisha ya watu yaligeuka kuwa mateso, vijiji vilinyamaza, mashamba yalikuwa tupu, hakukuwa na sauti za watoto wakicheza, bali ni vilio vya njaa. Watu walikula vyakula visivyolika ili wanusurike na njaa. Wengine walipata madhara ya afya yanayotokana na njaa. Familia zilishuhudia watoto wakifa polepole mikononi mwao. Wazazi wengine waliwaacha watoto wao porini kwa kukosa chakula. Kuna kumbukumbu za watu kula miili ya wenzao waliokufa kwa sababu ya njaa kali. Hii ni hadithi ambayo serikali ya China haitaki hata kidogo ijulikane ulimwenguni, na si hadithi za kutungwa, ni uhalisia mchungu. Idadi ya waliokufa ndani ya miaka mitatu inakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 30 hadi 40. Walikufa wengi wao wakiwa wakulima maskini, watoto wadogo, wazee wasio na nguvu. Lakini serikali ilikaa kimya. Hakukuwa na vyombo vya habari huru, hakukuwa na kilio cha dunia. Watu walikufa kimya kimya. Hofu na ukandamizaji. Yeyote aliyesema kuna njaa alionekana msaliti wa taifa. Wengi walifungwa. 7 Hits Media, tumekiwasha.